zilizopita tulijifunza somo linaloitwa utukufu wa Mungu katika miili yetu, lakini leo tutakwenda kuanza somo jipya. Tutakwenda kuanza somo jipya linaitwa vipindi 7 vya Mungu duniani. Vipindi 7 vya Mungu duniani. Tutakwenda kujifunza kwa habari ya vipindi, nyakati 7 tofauti za Mungu hapa duniani. Msukumo wangu zaidi ni kujifunza kuhusu kipindi tulichopo sasa na kile kipindi ambacho kimebakia. Sitataka zaidi tujifunze vipindi vilivyopita, lakini tutaviangalia tu kwa sehemu ili ujue, kwa sababu ni vizuri kujua ulipo, unapokwenda na hata ulipotoka pia. Kwa hiyo tutajifunza kwa habari ya kipindi tulichopo sasa katika vipindi 7 vya Mungu duniani. Kwa sasa tupo kwenye kipindi cha 6. Tupo kwenye kipindi cha 6 ambacho kinaitwa kipindi cha neema. Ndipo kipindi tulichopo. Kimebakia kipindi kimoja ambacho hiko kipindi cha neema kitakapoisha, pale Yesu Kristo atakapokuja kulinyakua kanisa, ndio utakuwa mwisho wa kipindi cha neema. Kisha sasa tutakuwa tutakuja kuingia kwenye kipindi kinachofuata cha mwisho. Sasa msukumo wangu tujifunze zaidi kuhusu kipindi cha sasa cha neema, alafu kwa sehemu tutakuja kuangalia na kipindi cha mwisho ambacho ni cha 7. Lakini kwenye kipindi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha 4, cha 5 ambavyo vimeshapita, nitakwenda kuvitaja ili pia usikose kufahamu kwamba ni vipindi gani kwa katika hiyo vipindi 7, namna gani Mungu alitenda kazi na watu katika hizo nyakati tofauti. Dunia tangu Mungu alipoumba uumbaji wa mwanadamu mpaka sasa inatakiwa kupita katika vipindi 7, ambako mpaka sasa vimepita vipindi 5 vimekwisha pita, na sasa tupo kwenye kipindi cha 6 kama nilivyosema, kipindi cha neema. Kipindi cha kwanza nitavitaja kwa na utakuwa unaviandika kwa haraka na ninavielezea kwa haraka, lakini nataka nikifika kwa haraka kwenye kipindi cha 6 ambacho ni kipindi cha neema, tukae zaidi hapo, tujifunze zaidi, kwa sababu ndio kipindi kinachotuhusu sisi. Haitakuwa tena nafasi nzuri kujifunza zaidi kuhusu mambo yaliyopita. Tujifunze zaidi kwenye wakati tuliopo sasa na ule ambao tunatarajia sisi kanisa. Katika huo wakati tutakuwa katika hatua nyingine zaidi. Kipindi cha kwanza kinaitwa kipindi cha usafi. Kipindi cha usafi hiki ni kipindi ambacho mwanadamu hakuwa na dhambi kabisa. Hicho ni kipindi cha kwanza cha Mungu duniani, kipindi cha usafi, kipindi ambacho mwanadamu hakuwa na dhambi kabisa, hakuwa na hatia yoyote. Na kipindi hiki kinaanza pale tu ambako Mungu alimuumba mwanadamu, kikaja kutamatika au kufika mwisho baada ya mwanadamu kutenda dhambi. Kipindi hiki kikafika ukomo. Kuanzia pale tu mwanadamu alipokosa, kikaingia kipindi cha pili. Andika, kipindi cha pili kikaingia pale, kinaitwa kipindi cha dhamiri. Kipindi cha dhamiri. Dhamiri maana yake ni kujua, ni kutambua jema na baya. Mungu alipomuumba mwanadamu akamwambia, matunda ya mti wote unaweza kula, lakini tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Na mwanadamu alipotenda dhambi katika ile Mwanzo 3:22, Mungu akasema, tazama mtu huyu amekuwa kama mmoja wa kujua mema na mabaya.
dhamiri yake ikaanza kutambua mema na mabaya kuanzia pale. Kwa hiyo kikaingia kipindi cha dhamiri, na kipindi hichi kikaanza baada ya Adam kuwa na mke wake Hawa kuwa wamefukuzwa katika bustani ya Eden, na uzao wao wote unaofuata walikaishi katika kipindi cha dhamiri. Hiki tunakisoma utakisoma kuanzia Mwanzo sura ya 3 mpaka Mwanzo sura ya 7. Kipindi hiki kilidumu katika, unaposoma Biblia katika Mwanzo sura ya 3 mpaka Mwanzo sura ya 7, kilikuwa hiki ni kipindi cha dhamiri. Kilikuwa ni kipindi ambacho mwanadamu akaanza kuongozwa na dhamiri. Dhamiri ikawa inamuongoza mwanadamu katika kutambua jema na baya. Kwa wakati huo Mungu hakuwa amempa mwanadamu sheria bado Mungu alikuwa hajampa mwanadamu. Lakini mwanadamu aliwezaje kujua kwamba nikifanya hivi namkosea Mungu, au nikifanya hivi ni dhambi kwa Mungu, au nikifanya hivi ni jema kwa Mungu? Ni dhamiri. Dhamiri yake ikamwambia ufanyalo hili ni jema. Kwa hiyo dhamiri ikatengeneza maadili ambayo yakawa wanawaongoza au kuwa kama dira ya kujua kwamba kuyaishi katika haya ni kuishi katika mapenzi ya Mungu, na namna hii si mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo wengine wakafanya mambo mabaya pamoja na dhamiri zao kuwashuhudia kwamba hii si sawa, na wengine wakaishi katika mapenzi ya Mungu. Lakini uovu wa mwanadamu ukazidi, na Mungu akawahukumu wanadamu, akaleta gharika kugharikisha ulimwengu mzima. Baada ya gharika, sura ile ya 7, ndipo kipindi hiki cha dhamiri kikafika mwisho. Na katika kipindi hiki cha dhamiri bado wanadamu hawakuwa na kiongozi, hawakuwa na utawala, kwa maana ya kwamba hawakuwa na mfalme alikuwa akiwaongoza. Kila mtu alitenda kwa kadri alivyoona kuwa ni vyema mwenyewe. Kila mtu aliishi kwa vile ambavyo yeye aliona kuwa ni vyema. Bado wanadamu hawakuwa na serikali. Baada ya gharika, ukisoma kuanzia sura ya 8 naelezea kwa haraka ili kuja kukitafuta kipindi kilichopo sasa cha neema. Kuanzia kwenye ile sura ya 8, Nuhu na familia yake, kuanzia kwenye sura ya 9 wanaanza kuzaa na kuongezeka. Na kuanzia pale sasa ndiko wanadamu wakaanza kuwa na utawala, kwa maana ya kwamba viongozi wakaanza kuwa na wafalme. Kuanzia pale, hicho kipindi cha 3 sasa kinaitwa kipindi cha serikali za wanadamu. Kipindi cha serikali za wanadamu. Wanadamu wakaanza sasa kuwa na utawala, wakaanza kuwa na serikali, wakaanza kuwa na wafalme wa kuwaongoza. Kuanzia pale uzao wa Nuhu ulipoanza kuongezeka na watoto wake. Kipindi hiki kikaenda kuanzia sura ya 11, Mwanzo sura ya 11. Kwenye sura ya 12 tunaona inaanza kipindi kingine cha 4, kinaitwa kipindi cha ahadi. Kipindi cha ahadi. Katika kipindi hiki cha ahadi, Mungu akaanza kutenda kazi na wanadamu, na wanadamu wakaanza kutenda kazi na Mungu kupitia ahadi. Tunaona tusome Mwanzo 12 mstari wa 1 mpaka wa 3, kaingia kipindi kingine, kipindi cha ahadi, kipindi cha 4. Mstari wa 1 mpaka wa 3, neno la Mungu nasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa
zote za dunia watabarikiwa. Hicho sasa ni kipindi cha nne. Mungu anasema na Ibrahim, anampa ahadi, na Ibrahim anaanza kutembea na Mungu katika ahadi. Wanadamu wakaanza kutembea na Mungu katika ahadi. Tutaangalia Ibrahim, Mungu anamwambia toka, nitakufanya kuwa taifa, nitauzidisha uzao wako. Kwa hiyo Ibrahim akatembea na hiyo ahadi. Wakati huo Mungu bado hajawapa wanadamu sheria, bado hajawapa sheria. Lakini wanadamu pamoja na kwamba hawajapewa sheria, lakini walikuwa wanaishi maadili yale maadili ambayo walijitengeneza, yakawa yanawawezesha kuishi katika mapenzi ya Mungu, na walikuwa wanajua kwamba kwa namna hii si mapenzi ya Mungu na hii ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo maadili wakawafundisha kuishi katika mapenzi ya Mungu. Kwa wanadamu wakaanza kutembea katika ahadi. Ibrahim, Mungu amesema naye kwamba nitakufanya kuwa taifa, na miaka mingi inapita, ameendelea kuishi katika hiyo ahadi. Wakatembea katika ahadi. Mwanaye Isaka, Mungu akasema naye, akasema kwamba mimi ni Mungu wa Ibrahim baba yako, nitakuzidisha na nchi hii nitakupa. Kwa hiyo bado na Isaka naye anatembea kwenye ahadi ile ile, kipindi cha ahadi. Mtoto wa Isaka, Yakobo, Mungu akasema naye kwamba mimi ni Mungu wa Ibrahim na Isaka baba yako, nawe nitakuzidisha na nchi hii usiyoamini nitakupa. Kwa hiyo na Yakobo naye akatembea kwenye ahadi. Ilikuwa ni kipindi cha ahadi. Mpaka wanakuja wakina Yusufu, mpaka wanaenda Misri. Lakini Mungu alikushasema na Ibrahim kwamba nchi hii nitaipa uzao wako. Kwa hiyo Yusufu alikuwa anatambua ya kwamba Mungu atawapeleka wana wa Israeli katika nchi ya ahadi aliyowaahidi. Ilikuwa ni kipindi cha ahadi, na ndio maana akawaambia kwamba najua kwamba Mungu atawajilieni kipindi wakiwa Misri. Najua kwamba Mungu atawajilia na atawatoa na kuwapeleka katika nchi, msiache mifuko. Alikuwa anajua kwamba Mungu ataitimiza hiyo ahadi. Kilikuwa ni kipindi cha ahadi. Bado Mungu hajawapa sheria wanadamu, bado hajasema kwa kuwapa sheria, na wanadamu walikuwa wanaongozwa kwa yale maadili standards nzuri zinazompendeza Mungu. Kwa hiyo walifundishana katika hizo na wakatembea katika hizo. Sheria bado haijaingia ulimwengu. Kipindi cha ahadi, kipindi cha nne. Na waliyafanya mapenzi ya Mungu. Wakati mwingine wanashangaza bila hata kuambiwa. Kwa mfano, Ibrahim alipokutana na Melkizedeki akamtolea fungu la 10. Ni wapi iliandikwa toa fungu la 10? Maanake Ibrahim alikuwa na sababu zote za kutoa fungu la 10, kwa sababu ni wapi Mungu aliposema toa fungu la 10. Lakini kutoka ndani alijua kwamba sehemu ya 10 ya mali zangu ni ya Bwana. Ibrahim akamtolea Melkizedeki fungu la 10. Hakuambiwa. Hakuna mahali Mungu alikushawapa wanadamu sheria kwamba mtanitolea fungu la 10. Hakuna. Ibrahim akatoa fungu la 10. Sasa mtu ambaye anatoa fungu la 10 bila hata maanake kwamba anaishi katika yale mapenzi ya Mungu, na bado Mungu hajasema naye kuhusu habari hiyo ya fungu la 10. Ibrahim akatoa fungu la 10 kwa Melkizedeki. Yakobo naye akatoa fungu la 10 kwa kuweka nadhiri. Akasema Mungu, wakati Yakobo anatoka anamkimbia ndugu yake kwenda kwa mjomba yake Laban, akasema kama Mungu ukinibariki ukanipa chakula, nitakutolea sehemu ya 10. Wapi?
walikuwa wanatoa dhabihu. Dhabihu sio fungu la 10, dhabihu ni sadaka. Lakini fungu la 10 Mungu alikuwa anasema nao bado kwa habari, lakini walijua, Ibrahim na Yakobo walijua kwamba sehemu ya 10 ya mapato yangu ni ya Bwana, ni ya Mungu, sio ya kwangu. Kwa hiyo walitembea katika ahadi na waliishi katika maadili yale yanayompendeza Mungu. Baada sasa ya ule wana wa Israeli kuingia nchini Misri na baada ya kupita miaka 400 kama Mungu alivyomwahidi Ibrahim kwamba nitatoa uzao wako, baada ya miaka 400 watakaa utumwani na nitawatoa wakiwa na mali nyingi kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Baada ya kutoka Misri, wana wa Israeli walipofika katika jangwa la Sinai, katika mlima Sinai, kikaingia kipindi cha 5 sasa, kinaitwa kipindi cha sheria. Kipindi cha 5 kinaitwa kipindi cha sheria. Hapa sasa ndio Mungu anasema na wanadamu, anawapa sheria, anawaambia usiseme uongo, anawaambia usizini, anawaambia usiibe, anawapa maelekezo ya kutoa na fungu. Mwanzo walishije kipindi cha nyuma? Mungu hakusema nao kwa habari ya uongo, lakini walijua kusema uongo ni dhambi. Hakusema nao kwa habari ya wizi, lakini walijua kipindi vipindi vilivyopita kabla ya kipindi cha 5 cha sheria, lakini walijua kwamba uongo ni dhambi, na Mungu hajasema nao bado. Hapa sasa kwenye kipindi cha 5 ndio Mungu anasema na wanadamu, usiibe, usiseme uongo. Pale Musa akiwa amepanda katika mlima Sinai, kipindi cha 5, kipindi cha sheria kikaanza, na lengo la Mungu kuwapa wana wa Israeli sheria ilikuwa ni kwa muda tu, sio kwa muda wote. Sasa tupo kwenye kipindi cha 6, kipindi cha neema. Katika kipindi cha 5 Mungu anawapa wana wa Israeli sheria ili watembee nazo hizo mpaka pale atakapokuja Yesu Kristo. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 17 inasema ya kwamba Torati, yani sheria, Torati ilikuja kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli zimekuja kwa Yesu Kristo. Kwa kupitia Musa pale katika jangwa la Sinai akapewa sheria, akapewa Torati, ili sasa kuwasaidia kwa kipindi hiko waweze kuishi atilishi mpaka pale atakapokuja Yesu Kristo. Na atakapokuja Yesu Kristo utakuwa ndio mwanzo wa kipindi kingine cha 6 ambacho kilichopo mpaka sasa, kipindi cha neema. Hebu tusome kitabu cha Wagalatia 3 mstari wa 23 mpaka 25. Wagalatia 3:20. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 23, neno la Kristo linasema, lakini kabla ya kuja ile imani tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa. Hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo, ili tuhesabiwe haki kwa imani. Lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi. Torati, yani sheria, imekuwa kiongozi kwa wakati ule, kwa sababu Kristo bado hajaja. Torati ikawa kiongozi wa kuwafanya wana wa Israeli waweze kuishi katika mapenzi ya Mungu mpaka pale Kristo atakapokuja. Na kwa kuwa sasa Kristo amekwisha kuja, hatuko tena chini ya kiongozi, hatuko tena chini ya sheria. Maana yake sheria ilikuwa ni kwa muda tu mpaka pale atakapokuja Yesu. Na baada ya Yesu kuja, hatuko tena chini ya sheria. Maana sasa kupitia Kristo tumeingia katika kipindi cha neema. Kwa kipindi cha 5 cha sheria kilianza katika mlima Sinai, kikatamatika katika mlima Golgota au mlima wa Kalvari, pale Yesu aliposulubiwa. Pale ndio rasmi kipindi cha neema kikaanza.
wakati Yesu amekwenda kusulubiwa pale Kalvari au Golgotha, pale ukawa ndio mwisho wa kipindi cha 5, kipindi cha sheria, ukawa ndio mwanzo wa kipindi cha 6, kipindi cha neema ambacho tuko sasa. Neema, kipindi cha neema kikaanza. Sasa ndio kusudi langu kuzungumzia kuhusu wakati uliopo sasa, yaani kipindi cha 6. Tukae hapo kwenye kipindi cha 6, kipindi cha neema, tujifunze kuhusu kipindi cha neema, kisha siku zinazokuja tutakuja kuangalia kipindi cha 7, lakini huko hatutaka sana, lakini katika kipindi cha neema tutajifunza zaidi. Neema kama tunajua ni upendeleo au huduma za bure ambazo mtu hakustahili. Ni neema, upendeleo wa bure. Tumeshajifunza sana kuhusu hiyo tafsiri. Ni wakati ambao sasa Mungu anamwaga neema yake kwenye kipindi hichi kilichopo sasa, ambacho kilianza pale Kalvari, Golgotha. Kipindi ambacho Mungu anamwaga neema yake kupitia sadaka ya Yesu Kristo. Anamwaga neema yake kwa wanadamu, upendeleo wa bure ambao hatukustahili. Wanadamu baada ya kuanguka katika bustani ya Edeni, ni hukumu ndio ilikuwa inapaswa kufuatia kwake, ni hukumu ndio ilikuwa inapaswa kufuatia kwake. Lakini Mungu, lakini mbele tulikuwa tunastahili mauti, hukumu, lakini Mungu kwa neema yake, kwa huruma zake, kwa upendeleo wake wa bure akatupa Yesu Kristo. Hebu tusome katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 14 mpaka 16. Kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 14 mpaka mstari wa 16. Nasoma kwa jina la Yesu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yohana alishuhudia, akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Muona Yesu amejaa neema. Kwa mstari wa 14, Yesu ndiye mwenye neema, amejaa neema kupitia kujitoa kwake msalabani, akafa kwa ajili ya mwanadamu, tukapata upendeleo wa bure ambao hatukustahili. Yeye amejaa neema. Kwa mstari wa 16 anasema kupitia tukapata neema, neema juu ya neema. Nitakuja kuielezea baadaye huko kwenye vipindi vinavyofuata neema juu ya neema maana yake nini. Lakini Yesu Kristo amejaa neema, na ilihitajika kwanza, ili neema imfikie ifikie ulimwengu, ilihitajika kwanza Kristo afe. Kwa ajili gani? Kwa sababu kwanza, baada ya mwanadamu kuanguka, dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa sababu dhambi iliingia ulimwenguni, kukawa na uadui kati ya Mungu na wanadamu, na Mungu anataka kutoa upendeleo wa bure kwa mwanadamu kumtoa katika dhambi. Lakini kwanza hii dhambi iondolewe, hii dhambi ishughulikiwe kwanza. Ndio maana ilihitajika Yesu, ili neema itufikie ulimwengu. Yesu afe ulimwenguni kwanza, ndipo sisi tupate neema, tupate upendeleo huu wa kuokolewa katika dhambi, upendeleo huu wa kutoka katika vifungo vya giza na kuingia katika wokovu. Ilimhitajika Yesu afe kwanza kwa ajili ya kubatilisha
ile dhambi ambayo tayari imeingia na mauti ikatawala kupitia dhambi. Kwa hiyo dhambi ikawa na nguvu ya kumtumikisha mwanadamu akawa mateka wa dhambi. Sasa basi, hebu tusome kitabu cha Warumi 8:3. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 3. Neno la Kristo nasema, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Mungu alihukumu kwanza kabisa, kwa sababu dhambi imetawala, kwa sababu dhambi ina nguvu juu ya mwanadamu. Kwanza kabisa hii dhambi inapaswa itiishwe. Kwanza kabisa dhambi inapaswa ihukumiwe. Ndio maana nakasema ikamlazimu Yesu aje katika mwili. Kwa nini Yesu alikuja katika mwili? Kama kwa mfano wa miili yetu iliyo katika dhambi, miili yetu ya dhambi kabla ya kumpokea Yesu Kristo. Sisi kabla ya kumpokea Yesu Kristo, kwa mfano huo wa miili ya dhambi, ikambidi Yesu aje, japokuwa yeye hakuwa na dhambi. Ikambidi yeye aje katika mwili kwa mfano huo wa miili yetu, ili Mungu aihukumu dhambi katika mwili, Mungu aiadhibu. Kwa hiyo Yesu Kristo kwa kujitoa kwake pale msalabani, dhambi Mungu akaiadhibu dhambi, akaihukumu. Sasa utajiuliza mwingine, sasa Mungu aliadhibuje dhambi? Kwa sababu dhambi ni kitendo, si ndio? Dhambi ni roho. Dhambi ni roho. Kile kitendo kwamba labda unaiba au unasema uongo, hicho ni kitendo, lakini kuna roho ambayo sasa Mungu akaihukumu dhambi, akaiadhibu dhambi. Na ndio maana Yesu akiwa pale msalabani, Biblia inasema akafanyika dhambi. Manake Yesu alipokuwa anasulubiwa, aliposulubiwa pale msalabani, mwili wake ulisulubiwa pale msalabani, pale Mungu alikuwa anaiadhibu dhambi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Alikuwa anaiadhibu dhambi, kwa sababu dhambi iliingia kuna dhambi, na dhambi ikawa na nguvu. Hivyo basi Mungu akaihukumu dhambi, akaiadhibu dhambi. Sasa ataihukumuje? Ndio maana ikambidi Yesu aje katika mwili, kwa kuwa pale msalabani, ili yeye afanyike dhambi. Kwa kuwa sasa mwili wake umeshafanyika dhambi, kwa kuwa Yesu yuko pale msalabani na mwili wake umefanyika dhambi, Mungu akaihukumu dhambi. Kwa hiyo lengo la Mungu, mpango wa Mungu ni kuiadhibu dhambi, kuihukumu dhambi katika mwili wa Yesu. Ndio maana hiyo Warumi 8:3 anasema Mungu akaihukumu dhambi katika mwili wa Yesu akiwa pale msalabani, kwa kuwa amekwisha fanyika dhambi. Sasa Mungu akaihukumu, akaiadhibu dhambi, akaishusha nguvu, ili kuanzia pale sasa dhambi isiwe tena na nguvu kwa yule ambaye yuko ndani ya Kristo. Akaishusha, akaihukumu dhambi, ikaadhibiwa. Kwa Yesu akiwa anasulubiwa pale msalabani, mwili wake unasulubiwa pale msalabani, lengo lilikuwa Mungu aiadhibu dhambi. Na ndio maana ili kwanza afanyike dhambi, na kwa kuwa sasa yuko msalabani na amekwisha fanyika dhambi, sasa Mungu anaihukumu hiyo dhambi, anaiadhibu dhambi. Bwana asifiwe sana. Hebu tusome kitabu cha hiyo Waebrania 9:26. Waebrania 9:26. Kama ni hivyo, ingelipasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Lakini sasa mara moja tu
katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Yes. Uwe dhambi pale msalabani, kwa dhabihu, kwa sadaka. Kwa hiyo ikambidi Mungu aimtoe mwanadamu ili aende kuwa mkombozi kwa ajili ya dhambi, ili aende kuitangua dhambi. Kutangua maana yake kuondoa au kubatilisha. Kwa mfano, kama mmejiwekea kiapo na labda ukataka kubadilika kutoka katika hicho kiapo, maana hicho kiapo kina nguvu, kitaendelea kuwa na nguvu ya kukusumbua. Kwa cha kwanza ni kukitangua hicho kiapo ili kisiwe tena na nguvu ya kukusumbua ili kisiwe na uhalali wa kutumika. Kwa Yesu akaja pale msalabani kwa dhabihu ili azitangue dhambi. Maana yake kama dhambi ilipoingia, dhambi ikatawala na mauti. Sasa ili hii dhambi ibatilishwe, ikabidi Yesu afe pale msalabani, dhambi ihukumiwe katika mwili wa Yesu, ili aweze kuitangua dhambi, aitangue, akaiondoa. Na Mungu alimtoa mwanawe wa pekee kuwa sadaka, kwa sababu sadaka zilizokuwa zinatolewa kabla za wanyama hazikuweza kuondoa dhambi, lakini sadaka ya Yesu ni sadaka kamili ambayo inaondoa dhambi, sadaka kamili iliyojitosheleza. Kwa kufa kwake pale msalabani, Mungu akaridhika na sadaka hiyo, akaridhika. Baada ya dhambi kuadhibiwa, Mungu akaridhika kwa sadaka hiyo. Ni sadaka iliyotosheleza. Na baada ya Yesu kufa sasa msalabani, baada ya kuitangua dhambi, sasa basi ndio hapo tunapata neema, kwa kuwa sasa ule uadui umekwisha ondolewa. Kristo amekwisha fanyika upatanisho. Upatanisho maana yake ni kurejesha tena sawa mahusiano ambayo yamefanyaje, yameharibika, pakawa na uadui. Sasa Yesu kufa msalabani, sasa akawa na upatanisho. Sasa akampatanisha Mungu na ulimwengu. Mungu alipenda ulimwengu, lakini ulimwenguni kuna dhambi. Mungu akataka kuiondoa dhambi, ndio maana akamleta Yesu Kristo ili aje kuwa mpatanishi. Yesu Kristo aitangue dhambi iadhibiwe, dhambi ikomeshwe, na kupitia Yesu Kristo sasa awe upatanisho, kurejesha mahusiano sasa kati ya Mungu na mwanadamu. Sasa ndio maana kupitia Yesu Kristo, ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 1, Yesu amekuwa upatanisho kwa ajili yetu, na sio kwa ajili yetu tu, kwa ulimwengu mzima. Hebu soma waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 2, neno la Kristo nasema, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Kwa Yesu kufa msalabani, akaja akaitangua dhambi. Sasa basi kumerejea tena upatanisho kati ya Mungu na mwanadamu, upatanisho kati yetu, kipatanisho cha dhambi zetu. Sisi tumempokea Yesu Kristo, kwa sababu Kristo tayari amekushafanyika kuwa kipatanisho, na sio tu kwa ajili yetu tu. Yesu ni kipatanisho kwa ulimwengu mzima. Alipokufa, sadaka yake inatosha kuokoa ulimwengu mzima, sio kipatanisho kwa ajili hata ambao hawajaokoka. Tayari Yesu Kristo alikushafanyika upatanisho, lakini wanahitaji kumwamini Yesu Kristo ili upatanisho huo wanaweza kusikia. Hivi naeleweka au? Kwa sasa, kwa sababu dhambi
imebatilishwa. Sasa ndio Mungu ameachia neema yake sasa, kwa sababu sadaka ya Yesu Kristo imetosheleza. Sadaka ya Yesu Kristo ambayo sasa ilikuwa inakuja, kwa sababu neema ni upendeleo wa bure, lakini kuna uadui kwanza. Inabidi kwanza huyu adui, ili sisi ulimwengu mzima tupate neema, kwanza huyu adui ashughulikiwe, ambaye ni dhambi. Kwa hiyo baada ya Yesu kuishughulikia dhambi pale msalabani, sasa ndipo amemwaga neema yake kwa ulimwengu mzima. Kwa maana Yohana anasema amejaa neema. Ni Yesu Kristo. Tunapomzungumzia neema, ni Yesu Kristo mwenyewe amejaa neema, ambaye ametuhurumia sisi ambao tulikuwa ni wa kupotea, lakini akatuhurumia, akatufia, na tukapata upendeleo, tukapata ondoleo la dhambi. Hatukustahili, ila kwa sababu yeye amejaa upendeleo, ametupendelea, amekufa msalabani kwa ajili yetu. Hatukustahili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuanzia pale kufa kwa Yesu pale msalabani Golgotha mpaka sasa hivi tupo tunaishi katika kipindi cha neema, tunaishi katika kipindi cha neema, na neema hii inapaswa kuwafikia na mwingine. Na binafsi siamini kwamba kuna mtu ambaye hajafikiwa na neema. Wote hata ambao hawajaokoka wamefikiwa na neema, kwa sababu kitendo cha kumhubiria mtu Injili, kitendo cha mtu kusikia kwa masikio kwamba Yesu anaokoa, kitendo cha mtu kusikia habari, neema imemfikia. Sasa maamuzi, je, hiyo neema unaipokea au unaikataa? Wapo ambao wanampokea Yesu Kristo, maanake wanaipokea neema Yesu Kristo, wanahubiriwa Injili na wanaamini, wameipokea neema. Wapo ambao wanaikataa neema. Neema imewafikia, habari za Injili zimewafikia, lakini wanaikataa. Lakini neema Yesu Kristo ni kwa ajili ya ulimwengu mzima, kwa ajili ya ulimwengu mzima. Kwa ajili ya ulimwengu mzima. Yesu alifanya kwa kupatanisha, akaishughulikia. Na kuanzia hapo sasa, sisi tulio ndani ya neema, tulioipokea neema, Biblia inasema dhambi haitawali tena, haina nguvu tena, kwa sababu tuko ndani ya neema. Dhambi haina nguvu tena. Tulipokuwa nje ya neema, kabla ya kuokoka, dhambi ikawa na nguvu. Lakini kumbuka, Yesu Kristo alikwisha ishughulikia dhambi. Lakini kama bado hujamwamini Kristo, bado dhambi itakuwa na nguvu. Lakini ukimwamini Yesu Kristo, umeingia katika neema yake. Biblia inasema dhambi haina nguvu tena, kwa sababu uko ndani ya neema. Hebu tusome kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 12 mpaka 14. Kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 12 mpaka 14. Neno la Kristo nasema, basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. Wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Haitawatawala ninyi walio ndani ya neema. Nasema dhambi haitawatawala, haitakuwa na nguvu juu yenu, kwa sababu mko ndani ya neema. Kwa sababu Kristo alikwisha ishughulikia dhambi, akakupa Roho Mtakatifu
ili akutie nguvu. Anasema dhambi haitakutawala, dhambi ni hakikisho, dhambi haitawatawala ninyi tulio ndani ya Kristo. Dhambi haitawatawala kwa sababu hamko chini ya sheria, bali mko katika neema. Kwa sababu mko katika neema, haina nguvu juu yenu, haina nguvu juu yenu, kwa sababu mko ndani ya neema yake Yesu Kristo. Kwa hiyo dhambi haina nguvu juu yenu, haina nguvu. Ndio maana Wagalatia 5:10 nasema, enendeni kwa Roho, nanyi hamtatimiza kamwe tamaa za mwili, hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa kupitia neema yake imetupa na nguvu, imetuwezesha. Na siku zote neema ndio inayoweza kumfanya mwanadamu akaacha mabaya yote akaishi na kumpokea Kristo. Ni neema tu, wala si kwa uwezo wake. Mwanadamu kama mwanadamu hana nguvu ya kusema sasa niachane na mwenendo usiofaa, nimgeukie Mungu. Kwa akili zake mwenyewe hawezi, ni mpaka neema ya Mungu imshukie, ni mpaka neema ya Mungu imshukie amgeukie Mungu. Na Mungu ameongeza neema zaidi, kwa sababu siku zote Mungu hata uruhusu dhambi ikawa kwa kiwango kikubwa kuliko neema yake, kwa sababu kama neema yake ikiwa kwa kiwango kidogo na dhambi ikiwa kwa kiwango kikubwa, maana yake uwezekano wa mwanadamu kuokolewa ni mdogo, kwa sababu upendeleo au nafasi ya yeye kuokoka ni ndogo, kwa sababu dhambi zimezidi. Na siku zote dhambi inapozidi kuwa nyingi, Mungu anaongeza neema maradufu zaidi, ili mtu asije akajitetee kwamba neema yako ilikuwa haitoshi, sikuweza kuacha maovu, sikuweza kuacha maisha ya dhambi kwa sababu neema yako ilikuwa no. Maana Mungu amezidisha neema iwe kubwa zaidi. Hawezi kuruhusu dhambi. Hebu some kitabu cha hiyo Warumi 5:20. Warumi 5:20. Sura ile ya 5 mstari wa 20. Neno la Kristo linasema, lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana, na dhambi ilipozidi neema ilikuwa nyingi zaidi. Nasema dhambi ilipozidi kuongezeka, maovu ya ulimwengu ilipozidi kuongezeka, Mungu akaongeza neema maradufu zaidi ya dhambi, ili uwezekano wa mtu kuokolewa uwe ni mkubwa. Yaani nguvu ya maovu isizidi nguvu ya neema, kwa sababu kinachomwokoa mtu ni neema. Sasa neema kama ikiwa ndogo, manake na dhambi zimezidi kuwa nyingi, manake uwezekano wa wanadamu kuokolewa ni mdogo. Kwa ili uwezekano wa wanadamu kuokolewa uwe mkubwa zaidi, Mungu anaongeza neema zaidi ya dhambi. Kwa hiyo dhambi ilipozidi na neema ilizidi kuwa nyingi, ili mtu asije akajitetea kwamba neema yako ilikuwa ni ndogo. Neema yako haikutosha kutuokoa. Neema ya Mungu ni nyingi na inatosha kuokomboa ulimwengu mzima, ila inapomfikia mwanadamu uamuzi ni wa kwake, kuikubali au kuikataa. Kwa Mungu anaongeza dhambi inapozidi, Mungu anaongeza neema. Hebu tusome kitabu cha Warumi 6 mstari wa 1 mpaka wa 2. Sura ile ya 6 mstari wa 1 na ule wa 2. Tutasoma kwa jina la Yesu. Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Paulo anasema sasa tuseme nini? Tudumu katika dhambi, yaani tuendelee kutenda dhambi ili neema izidi kuongezeka, kwa sababu dhambi ikiongezeka na neema inaongezeka maradufu zaidi. Sasa Paulo anasema tuendelee kutenda dhambi ili neema izidi kuwa nyingi.
Anasema hapana, sisi tulioifia dhambi, maana tulio ndani ya Kristo tumeifia dhambi, tutaendeleaje tena kuishi katika dhambi? Kwa hiyo hapa nazungumzia maovu ya ulimwengu yanapozidi, neema inazidi kuwa nyingi maradufu zaidi. Kadri ulimwengu unavyozidi kuharibika, na neema ya Mungu inazidi kuongezeka, ili mtu asije akajitetea kwamba neema ya Mungu iliyomwagwa duniani ilikuwa haitoshi, kwamba maovu yalikuwa ni mengi kubwa kuliko neema. Maana Mungu anaongeza neema maradufu. Maana tunasema tuseme nini basi? Kwamba tuzidi kutenda dhambi ili na neema ya Mungu iwe mara nyingi zaidi? Asha. Kwa tunaishi katika kipindi cha neema. Muda wangu umefika na wakati wa maswali. Somo lijalo tutaendelea kujifunza zaidi katika kipindi cha neema. Kuna mambo mengi zaidi ya kujifunza kuhusu neema. Kwenye ule mstari wa ile Yohana 1:16 anaposema, na katika yetu tunapata neema na neema, neema juu ya neema. Neema juu ya neema ni nini? Tunapata neema juu ya neema. Tutakuja kujifunza katika kipindi kijacho. Neema juu ya neema maana yake nini? Bwana Yesu asifiwe. Muda ambao umefika mpaka sasa, nakaribisha maswali kupitia somo hili la vipindi 7 vya Mungu, ambapo tulivitanya kuviorozesha kuanzia kipindi cha kwanza ambacho ni kipindi cha usafi, kipindi cha pili ambacho ni kipindi cha dhamiri, kipindi cha tatu ilikuwa ni kipindi cha serikali. Kuanzia hapo wanadamu wakaanza kuwa na utawala mpaka leo. Tuanza kwenye kipindi cha tatu pale, wanadamu wakaanza kuwa na ufalme. Kipindi cha 4 kipindi cha ahadi, wanadamu wakaanza kutembea na Mungu kupitia ahadi. Kipindi cha 5 ndio kipindi cha sheria ambacho kilianza na Musa pale mpaka kikakoma mpaka wakati wa Yesu Kristo alipokufa msalabani. Kipindi cha 6 ambacho tumekitazama, ambacho ndio ilikuwa lengo la somo hili, kutazama kipindi cha neema, kuanzia pale Yesu alipokufa msalabani mpaka sasa. Na neema hii wakati wowote Yesu Kristo anakuja kulinyakua kanisa lake. Kwa hiyo hii neema haingoji mwanadamu. Mwanadamu asije akasema nitaacha, nitakuja kuokoka kwa muda wangu. Neema haingoji. Neema inapokuita inataka urespond, uitikie, uingie ndani ya Kristo. Haingoji mwanadamu. Bwana Yesu, tutakuja kujifunza kwa sehemu ndogo kipindi hicho cha 7 kilichobaki. Hicho nadhani hakitatuhusu sisi kanisa, kipindi cha 7, kwa sababu kipindi cha 7 tutakuwa tayari kanisa limekwisha nyakuliwa, tumekwisha badilishwa, tuna miili mingine ya utukufu, sio miili hii ya damu na nyama, miili mingine. Na wakati huo sisi ni watawala, sio tutakuwa tupo katika hali hii. Kwa hiyo kipindi cha 7 kitakuwa kinahusu zaidi ulimwengu ambao, mataifa ambao wamemkataa Kristo. Hicho ndio kipindi chao sasa. Lakini katika kipindi hiki tulichopo, kipindi cha neema, kipindi ambacho kanisa la Kristo linahubiri Injili, kipindi ambacho kanisa la Kristo lipo linatenda kazi, ndio kipindi ambacho kinatuhusu. Na karibu maswali kwa yale ambayo tunajifunza mpaka sasa. Mimi nataka niulize darasa swali ili tujifunze kwa pamoja. Tumejifunza kuhusiana hivyo vipindi 7 na sasa hivi tuko katika kipindi cha 6. Nina swali A na swali B, na swali langu linatoka katika Warumi 5 mstari wa 12, ambayo maandiko yanasema kwamba kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni,
na dhambi hiyo ikaleta mauti, na mauti ikawafikia watu wote, kwa kuwa watu wote wamefanya dhambi. Swali langu wewe, kabla sijaja swali hili, kwa nini mauti iliwafikia watu wote ikiwa dhambi alifanya mtu mmoja? Nafikiri kama kitabu cha Yeremia inasema, kwa maana mwana hatalisi uovu wa baba. Sasa hapa inasema mauti ikawafikia watu wote, kwa kuwa wote wametenda dhambi, na tunajua hapa kwa mujibu wa andiko hili aliyetenda dhambi ni mmoja, isipokuwa mauti ikawafikia watu wote. Kwa hiyo hapo nataka darasa tuone imekaaje. Lakini swali hili inapokuwa inaendelea inasema baada ya kusema kwa hiyo mauti ikawafikia watu wote, alafu anaendelea anasema, kabla ya sheria dhambi ilikuwepo ulimwenguni, lakini pasipo sheria dhambi haihesabiwi. Sasa tumejifunza vipindi 7 vya Mungu na tunaona kipindi cha sheria ni kipindi cha 5, si ndio? Maana yake kuna kipindi cha usafi, kipindi cha dhamiri, kipindi cha serikali na kipindi cha ahadi. Hivi ni vipindi 4 kabla ya kipindi cha sheria, na Warumi anasema kabla ya sheria dhambi ilikuwepo, lakini hii dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Sasa nataka kufahamu kwa darasa kwamba je, dhambi ilikuwepo lakini Mungu alikuwa ihesabu kama dhambi kwa kuwa sheria ilikuwa bado haijaja, na sheria ndio inamfanya mtu ajue kwamba hapo umekosea, unatakiwa hukumu. Kwa natambua dhambi ilikuwepo, lakini swali langu, hukumu je itafanyika kwa kuwa sheria ilikuwa hamna? Karibu. Mwisho anauliza swali cha leo na swali amesema ya kwamba dhambi iliingia kupitia mtu mmoja ulimwengu mzima, kupitia kosa la Adamu, sote tukarithi, mauti ikatawala kwa watu wote, ikawafikia watu wote. Sasa kitabu cha Yeremia anasema mwana hatarithi uovu wa babaye, kwamba dhambi za baba ni mabaya na za mwana. Sasa mbona hapa inaonekana dhambi dhambi ya Adamu imetufikia mpaka sisi, wakati kila mtu na kosa lake. Kama Adamu alifanya dhambi ni kivyake, na sisi section B anasema ya kwamba swali lake upande B, upande B nitafupisha kubii kwamba anasema pasipo sheria, anasema kabla ya sheria dhambi ilikuwepo ulimwenguni. Maanake sio sheria ndio iliyofanya dhambi, lakini anamalizia anasema lakini pasipo sheria dhambi haihesabiwi. Na tunajua kuna vipindi 4 vilivyotangulia vya Mungu kabla ya kipindi cha 5 cha sheria. Je, Mungu hata hukumu vile watu walioishi kabla ya sheria, kwa sababu pasipo sheria dhambi haihesabiwi japo ilikuwepo? Karibu na dakika 3 maswali. Karibu darasa. Je, watu walioishi kabla ya sheria, kwa sababu sheria ndio inayofanya kosa lijulikane. Paulo anasema ya kwamba ningejuaje kwamba kutamani ni dhambi kama sheria ipo? Sheria imesema usitamani, ni watu kumbe kutamani ni dhambi. Sheria imesema usiibe. Sasa ningejuaje kama wizi ni dhambi? Kwa sababu sheria imeniambia. Kwa sheria imekuja ili kosa lijulikane. Bwana Yesu asifiwe. Sasa je, kabla ya sheria, wanadamu walioishi kabla ya sheria, karibuni darasa, karibuni jamani. Karibu. Muda wangu umeisha. Nimaliza.
Sasa hii swali nadhani wiki ijayo basi katafute vizuri, hiyo ni homework. Maswali hayo mawili wiki ijayo uje na majibu mazuri kuhusu swali letu hili. Basi kwa muda huu ambao wasani tumefika tamati na kuhitimisha, tunashukuru Mungu kwa kuhitimisha kipindi chetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nasema asante Mungu kwa sababu ni mwaminifu, Mungu mtakatifu. Asante Mungu kwa kuhitimisha kupata faida Bwana. Na sasa Bwana, tunajifunza kuhusu somo hili la vipindi 7 yako katika dunia, na tunajifunza kipindi cha neema. Bwana na Bwana, saidie Bwana maneno haya yakae ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.